ulu baqiyatin, watu wenye mabaki ya kheri. Ulu baqiyatin, wenye mabaki yani ya kheri. Na aya ikaashiria hayo, kama katika hayo mabaki ya kheri, yanhauna anil fasadi, wakawa watu hao katika zama hizo wanakataza mambo mabaya, fil ardi, katika ardhi, ama wakawa wanakataza ufisadi katika ardhi, uharibifu katika ardhi. Yani wengi wao walikuwa wanafanya ufisadi katika ardhi, na hakuna watu wema ama wenye mabaki ya kheri katika kheri za kuamrisha mema na kukataza mabaya, ama kheri za hisia za kuchukia mambo mabaya na kupenda mambo mema. Ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ardi, hawa watu wenye mabaki ya kheri wakawa wanakataza uharibifu katika ardhi. Illa qalilan, isipokuwa kidogo, yani hakukuwepo asilimia kubwa ya watu hawakukataza mambo mabaya, isipokuwa watu wachache. Mimman anjaina minhum, katika wale ambao tuliwaokoa, yani wale waliokuwa si katika hawa, si wenye mabaki ya kheri, waliokuwa hawaamrishi mema na kukataza mabaya, maana yake waliangamizwa. Mimman anjaina minhum, katika wale ambao tuliwaokoa. Wataba alladhina dhalamu, na wakafuata wale waliodhulumu. Tulisema lugha ya dhulma katika Qur'ani ni kutenda maasi. Wakafuata wale waliodhulumu, wakafuata nini? Ma utirifu fihi, yale waliostareheshwa ndani yake. Kana kwamba hapa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anazungumza kwamba kilichowasababisha watu hawa waachane na njia ya kheri wakafuata njia mbaya ni kufuata starehe ambazo zinatokana na neema aliyowaneemesha Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Tunasema tena kwa mara nyingine, hapa aya inaashiria kwamba neema inaweza kuwa ni sababu ya kukimbia dini ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla usipokuwa makini nayo. Na ndio maana neema katika Qur'ani imekuwa ikitajwa kama mpinzani wa nini? Wa haki na dini. Wataba alladhina dhalamu, na wakafuata wale waliodhulumu. Ma utirifu fihi, yale ambayo walistareheshwa ndani yake. Na wakati mwingine mtu anaweza akanyimwa nini? Neema za duniani ama vitu vya duniani, ili asije akawa ni katika hawa, kwa sababu hawa walipewa. Na hili ndilo jambo aliliogopea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alisema, siogopei kwa nyinyi maswahaba, mimi nikiondoka siogopei kwenu nyinyi ufakiri. Sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kama baba na maswahaba ni watoto. Sasa baba akiona muda wake wa kuondoka umekaribia, si huwa kuna vitu anahofia kwa wale watoto anaoacha, sio? Anasema siogopei kwenu ufakiri, lakini walakin akhsha an tuftah alaykum ad-dunya, lakini ninaogopea dunia inaweza ikafunguliwa kwenu nyinyi, ikafunguka kweli kweli. Fatuhlikakum kama ahlakathum, naogopea isije ikafunguliwa kwenu nyinyi dunia kama futiha, yani kama futiha ala alladhina min qablikum, kama ilivyofunguliwa kwa wale waliokuwa kabla yao. Fatuhlikakum, ikawaangamiza hiyo dunia. Kama ahlakathum, kama ambavyo iliwaangamiza wao. Nilikuwa naongea na kiongozi mmoja katika madarasa za hapa Tanzania. Wanaendesha madarasa kwa ugumu, lakini inaendelea kwa ugumu, lakini inaenda, na wao wana mshikamano na upendo, na tunadhania kwamba wana ikhlas. Nikamwambia
Mwenyezi Mungu aepushe mbali. Inaweza baadaye neema ikafunguka, alafu hiyo neema ikafunguka mkakuta mna majengo, mna mishahara, mna jina, lakini mkakuta mmepoteza nini? Huo mshikamano na takwa na ikhlasi mliokuwa nayo wakati wa shida. Ikawa sasa mapambania nini? Ikawa sasa mmeendelea kwenye maendeleo ya majengo na mishahara, akaunti imejaa, haisumbui. Sasa hivi mpaka inafika mwisho wa mwezi hawana pesa. Lakini inaweza mkafunguliwa, alafu mkawa mna ugomvi, mkawa hamna ikhlasi kama ya zamani. Wanafunzi wenu wanaotaharaji wakawa wanatoka ni wanafunzi wengine tofauti na wale wa zamani. Alafu ile ikhlasi na ule mshikamano wa walimu ikawa mnazungumza kama jambo la kihistoria. Katika hali kama hii ni bora kubakia na hali ngumu, lakini mbakie na dini yenu kuliko mpate pesa alafu hiyo pesa iwe ndio sababu ya kuondoka dini. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, na siogopei ufakiri. Ufakiri sio tatizo, kama wenyewe mmeshika dini, ufakiri sio tatizo. Lakini tatizo ni mkifunguliwa dunia alafu dini ikaondoka kwa sababu ya hiyo dunia. Kwa hivyo najifunza nini hapa? Kwamba dunia sio kitu kibaya, sio haramu, lakini ni kitu kina riski dini sana. Ni kitu kina nini? Kina riski dini sana. Yani dunia ikifunguka unaweza kujikuta huko mbali na nini? Na dini. Hata unakuwa mbali na watu wakati mwingine. Hata inakuwa ni sababu ya jeuri na kibri na ujubu na kujisikia. Inakuwa ni sababu ya kunogewa na hii dunia, ukasahau yale ya kunogesha ya akhera. Ukanogewa na haya, sababu ambaye hana dunia hawezi kunogewa. Anayenogewa na dunia ni upi? Ni mwenye dunia. Sasa inaogopewa kwamba asije akanogewa na huu tamu wa dunia, akasahau tamu wa kabrini na akhira. Walakin akhsha, lakini ninaogopea, an tuftaha alaikum ad-dunya, kwamba dunia inaweza ikafunguliwa kwenu nyinyi, fatuhlikakum, ikawameza, nitumie lugha hii, kama ahalakathum, kama ilivyowameza wale waliokuwa kabla yenu. Nachomeka tena, nasema kwa maana hii kuna mtu amenyimwa dunia ili asifike hapa, yani ili isije ikammeza. Kwa madhaifu yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anaweza akamuona kwamba huyu nikimpa dunia, dini yake itakwenda, na dini yake ni bora kuliko dunia yake, kwa hivyo bora ni muhifadhi kwa kutokumpa. Naona Sheikh Darweshi hapa anasoma Qur'ani, anafukuzana na Qur'ani tokea Ramadhani inaondoka, anasoma Qur'ani tu. Sheikh, mimi nakusudia khairi tu kwenye mfano bwana. Anasoma Qur'ani, Ramadhani imepita spidi ile ile, hili 10 la mwanzo la Ramadhani ndio sasa kama limemchochea, anasoma Qur'ani tu. Tunasema kwa lugha ya dhana, sio kwa lugha ya uhakika. Huenda ingekuwa ana miradi ingekuwa hashindi hapa msikitini. Sasa hii faida ya hiki anachokifanya tunaweza tusione sasa hivi, fadhila yake tunaweza tusione. Allah akipokea matendo yake, tunamwomba ayapokee ya kwake na ya kwetu. Siku ya Kiyama ataona kumbe kweli mimi nilifadhilishwa kwa kunyimwa ile dunia ambayo isingeliniweka mimi msikitini nikawa nikisoma Qur'an. Haki ya Mungu, haya ni maneno ya kweli, ati sio kama ni maneno ya kujifariji kwa sababu ya umaskini. Ndio yako hivyo hivyo, sio maneno ya kujifariji, yako hivyo hivyo. Na kuna watu wanakaa msikitini au wanasoma dini au wanasoma darasa kwa sababu hawana fulusi. Ingekuwa kuna fulusi, kwa sababu hiyo basi ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, aktharu ahli aljanna, majority ya watu wa peponi ni alfuqara, ni mafukara. Sio kwa sababu ufukara ndio unaingiza mtu peponi, kwa sababu ufukara uliwasababishia unyenyekevu na wakashikamana na dini, ikawa hakuna kitu cha starehe cha kuwashughulisha katika starehe za dunia, wakashika dini. Hapa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema katika aya, wattaba alladhina dhalamu ma utrifu fihi
wakafuata wale waliodhulumu yale waliostareheshwa, yani waliyafuata haya wakaacha haya, wakanu mujrimina, na wakawa ni watu waovu. Haya ni maneno ya mwishoni katika aya. Mimi nimeyakimbilia kuyasherehesha kwa sababu yamenihudhuria, lakini aya ina sherehe nyingi sana, imesheheni yani mafhumu za hali ya juu katika maneno yaliyotangulia katika aya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapozungumza makosa ya watu waliopita na matokeo mabaya walioyapata, maana yake huwa ni mahimizo kwa wale watu wanaowasemesha kwamba angalieni msije mkawa kama hawa. Kwa nini kusingelikuwepo katika karne zilizopita, kusingelikuwepo kina nani? Ulu baqiyatin, watu wenye mabaki ya kheri. Ulama yani wametambaa katika kutafsiri hili neno ulu baqiyatin. Ulu baqiyatin, baqiya ni hili neno kama hili neno la kwetu la Kiswahili, kubaki, kitu chenye yani mabaki nini, zile maana zinazonyambulika kutokana na kubaki, wenye mabaki ya kheri. Kwa nini imekuja wenye mabaki ya kheri? Wanasema katika falsafa ya lugha, yani neno hili limezaliwa katika falsafa ya lugha kwamba kile kitu ambacho mtu anakithamini huwa anakibakisha, hata akipata shida ya kuuza hiki na kile na kile, huwa kuna kitu hakiuzi, hicho anaking'ang'ania, anakufa nacho, kinabaki. Kwa sababu gani? Kwa sababu hicho ni kitu chenye thamani na ni kitu kitukufu na ni kitu kibora kwake yeye. Hivyo ndivyo walivyo wanadamu ambao watatajwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika watu kuna ulu baqiyatin kwa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, yani wanathamani kiasi kwamba kama Allah atawatoa wanadamu, basi hawa watasema hawa ni wa kwangu, ahlullahi wa khasatuhu, ni watu wa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala na ni wandani wake. Kwa sababu Allah angeweza kusema kwa nini wasingelikuweko watu wanaoamrisha mambo mema? Kwa nini mpaka aingize hili neno ulu baqiyatin, ili aingize maana kwamba katika watu kuna ambao Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hawezi kuwatoa. Ndio hao Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anaweza akaangamiza kijiji kizima ama mji mzima, wale watu wakabakia ni mtu mmoja au watu wawili. Na ni Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alipeleka malaika kwa watu wa Lut, wakapitia kwa Nabii Ibrahim, wakasema inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahlaha kanu zalimin, sisi tunaenda kuangamiza watu wa mji ule, watu hawa wamekuwa ni madhalim. Qala inna fiha luta, Nabii Ibrahim akakumbuka kuna Lutu hapo, kuna Lutu, kama mnaenda kuangamiza, je Lutu? Akajibiwa nahnu a'lamu biman fiha, sisi tunajua waliomo katika hicho kijiji. Lanunajjiyannahu wa ahlahu, wallahi tutamuokoa yeye na watu wake ambao walikuwa ni watu wachache, na watu kijiji kizima, watawala, wanasiasa, machifu, akina nani, wajasiriamali wakubwa. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hakujali nafasi zao, akawaangamiza wote, akabakisha ulu baqiya, Nabii Lut pamoja na watu wake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ametumia lafdhi hii kuwanyanyua watu hawa kwamba ni kwake yeye ni ulu baqiyati, ni katika mali ambayo kwa mfano wa binadamu anaibakisha, hawezi kuitoa. Kwa mfano kama ardhi au nyumba, ataishiwa, atauza, lakini nyumba au kiwanja changu hicho anakufa nacho na umaskini wake. Kuna katika watu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ulu baqiya, ndio maana wameitwa ulu baqiya. Na kwa hivyo kitu cha thamani katika lugha kinaitwa baqiya. Kitu cha thamani chochote ambacho mtu anacho, anasema hadhihi baqiyati, hii ni baki yangu, hii haiwezi kutoka. Lakini katika hili neno ulu baqiyatin, watu wa mabaki ya kheri,
kwani yalianza lini mpaka haya yawe ni mabaki? Sababu ukisema haya ni mabaki, ni kwamba kadhia ya uzuri na wema imeanza hapo, mabaki ya kheri manake kheri imeanza hapo kabla. Hasa hapo kabla ni lini? Hapo kabla inaweza kuwa jana, inaweza kuwa miaka 200 iliyopita, 300 iliyopita. Hiyo kheri ilianza lini mpaka Allah akasema mabaki ya kheri? Kheri inaanza sio kwenye ule watu wamepata uhuru wa nchi yao, au kwenye ule mwaka ndio umeanza utajiri na maendeleo ya nchi. Hapana, kheri kwa mahesabu ya Allah Jalla waala ni kipindi kile anamleta mtume, alafu kwa kadari ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla watu wanamwamini yule nabii, na hawa ndio wanakuwa krimu ya wale wafuasi wa nabii. Yani wale wanaokuja baadaye wanakuwa wanachakachuka, wanachujika, ile krimu ya watu wenyewe wanakuwa katika zama za nabii. Hii ina faida gani kusema hivi? Kwamba ili tujue kwamba krimu ya watu katika umma huu ni masahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na watu wazuri wa zama hizi wanahesabika kuwa ni mabaki tu ya wema wa wale watu waliotangulia. Kwa hivyo tunawaambia Mashia, msitukane masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hao ni wabora zaidi kuliko watu wote waliokuja baadaye. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la tasubbu ashabi, msitukane masahaba zangu, fa innahu law anfaqa ahadukum, kwani kama mmoja wenu atatekeleza ibada ya kutoa. Na hii inaashiria kwamba ibada hii inanyenyua watu sana. Kwa nini asipige mfano wa ibada nyingine? Kwa hivyo watu wenye mali tunawaambia, bwana nyinyi mko katika hatari ya kupoteza dini yenu, na pia tunawaambia nyinyi mna position nzuri sana ya kuwa ni watu wazuri mbele ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, na kupata na kununua pepo ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa mali zenu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga mfano wa nini? Mfano wa kutoa. Na hiyo kutoa ni nguzo katika nguzo za dini. Kwa hivyo tulitaka kusema nini? Na lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, lau kama mmoja wenu atatoa mfano wa Uhudi, mlima wa Uhudi. Sio ametoa nafaka rundo la mlima wa Uhudi, hapana, ametoa dhahabu. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, hawezi hiyo dhahabu yake ya mfano wa Uhudi ikilinganishwa na kibaba cha nafaka cha sahaba, hawezi kumfikia daraja. Na hapa kuna somo lingine kwamba mtu ambaye amejitahidi katika khairi, akitenda mema, Mwenyezi Mungu anamlipa maradufu. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, hawezi kufikia kibaba cha nafaka. Kibaba cha nafaka kinalinganishwa na nini? Na rundo la dhahabu. Wala nasifa, wala nusu yake. Msitukane masahaba, yani vyovyote itakapokuwa wao ni wabora kuliko sisi. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kwa hivyo wanaokuja baadaye wanakuwa wao ni mabaki tu ya kheri. Kama ni watu wa kheri, ni mabaki tu ya kheri ya watu wa nini? Waliopita. Na hapa pia katika matamshi haya kuna somo kwamba mtu akitaka kheri basi na aunge mnyororo na aunge msururu katika kufuata nyendo za watu waliotangulia. Hawezi kuwa yeye ni kheri inayejitegemea kwamba eti wewe kuna jambo unalifanya halikufanywa, kuna jambo umeligundua zuri halikugundulika. Wewe unatakiwa uwe ni mabaki ya yale yatokanayo. Na hii ni mafumu katika dini, watu wengi hawajui. Unafahamu mushkeli wa dawa ya leo? Tunalingania watu lakini hatuwafungi na asili yao. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga hiyo sana, na aya za Qur'ani kadhalika. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa masahaba wangu. Watu wote watapotea wanaokuja baadaye
isipokuwa kundi moja. Lipi hilo ya Rasulullah? Akasema hiya ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ni wale ambao wanafuata mwenendo wangu na hawa ndio krimu. Yani mtu wa baadaye uzuri wake lazima urudi kwa hawa, hatakuwa na uzuri wa kujitegemea. Na ndio maana imekuja katika Qur'ani, ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim, wewe njia yako kunyoka kwako ni ufate ile njia iliyopita. Usijifanye kwamba wewe na miwani yako na kwamba unatumia maalumati yako utakuja ugundue mambo ambayo maswahaba hawajayaona. Lazima dini iwe inarifaa kule kwa zamani. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa wataamini kama mlivyoamini nyinyi. Hili neno nyinyi, wakati Qur'ani inazungumza alikuwa anaoneshewa nani? Nyinyi nani? Sahaba alikuwa wakati ule. Hiyo nyinyi wakati Qur'ani inasema inawaoneshea wale, fa in amanu, kama wataamini watakaokuja baadaye, bimithli, mithili, neno ile mithili ni kufananisha, mithili ya mlivyoamini nyinyi, faqad ihtadaw, wallahi hakika wameongoka. Unaweza ukasema wameongoka, maswahaba wameongoka na hawa wanaweza kaongoka kivyao. Hakuna kuongoka kivyao, lazima kuongoka kwa hawa kurudi hapa. Ndio maana akasema wa intawallau, na kama wataacha njia yenu wakatengeneza nyingine, hakuna njia nyingine watatengeneza nzuri, fa inama hum fi shiqaq, watakuwa wanapita katika pande tu za nini? Katika pande za upotevu. Kwa hivyo lazima Waislamu wa leo wafungamane na Waislamu wa zamani, waswali kama walivyosali, wafunge kama walivyofunga, wafanye adhkari kama walivyofanya, waielewe dini kama walivyoelewa wale mapito. Kwa hivyo hii ni dawa ya msingi sana katika kwa mlinganiaji. Kama unazungumza huwarudishi watu kwenye pointi hii, kwenye hizi zama ambayo mambo ni mengi, unawahimiza tu mema, lakini huwaambii hayo mema wayafunge wapi. Itakuwa tu labda kama mtu vile ana shamba, ananunua wanyama, akiwaleta hawafungi, anafuata wengine, anarudi hawa anakuta washaondoka. Watu lazima wafungwe na nini? Lazima wafungwe na mafundisho ya watu wema waliotangulia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hivi, khairul quruni qarni, bora ya karne ni karne yangu. Na hili neno linafahamisha yale maneno tuliyosema kwamba karne kwa mahesabu ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla inaanza kuhesabiwa wakati ule mtume ametumilizwa au wakati wema umeibuka. Ndio inakuwa karne, khairul quruni qarni. Manake karne ilianza kuhesabiwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, karne yangu, kisha inayofuatia, kisha inayofuatia. Angalia hili neno kisha, manake wa kwanza ni bora kuliko wale walioingiliwa na kisha na kisha na kisha, wanachujuka hivyo hivyo. Kwa hivyo watu wema baadaye ni mazao na ni mabaki ya watu wema waliotangulia. Lakini kadhalika katika hili neno baqiya kuna bishara na mabaki. Unajua ni kitu duni, kitu kichache, au sio? Ukisema baqiya yani kitu kimemalizika, alafu haya ni mabaki machache na yanakuwa yamejeruhiwa, mabaki yanakuwa yamechakaa. Bishara katika maneno, katika maelezo haya ni nini? Kwamba Allah anaridhika na Uislamu wa watu wanaokuja baadaye, hata kama una majeraha. Lau kama Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anatuhesabu sisi kama alivyowahesabu masahaba, sisi tungelikwenda na maji. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia wa masahaba katika hadithi, nilisikia kwa mwalimu wangu na sijaisoma kwenye vitabu, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakubali kwenu nyinyi, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ikiwa nyinyi mutapoteza 9 ya 10, yani katika 9 katika 10 mkapoteza, yani mkawa mna 9 mmepoteza 1 ya 10. Kama nyinyi mtakuwa mna 9 ya 10 na mkapoteza 1, hiyo kwa geji inayosoma wakati ule inatosha kwamba nyinyi mtaadhibiwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ina maana maswahaba walikuwa wana Uislamu unaovuka 90%. Manake 9 ya 10
kwa asilimia ni 90. Kisha akamwambia kuna watu watakuja baadaye, sio watakuwa wana hiyo 90, watabakia na 10 tu, wamepoteza 9. Yani watabakia na asilimia 10, watabakia na 1, wamepoteza 9, au watabakia na asilimia 10, wamepoteza asilimia 90 zote, na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atawahifadhi. Kwa sababu gani? Allah anawahesabu kwamba nyinyi geji yenu ni tofauti na wale, kwa sababu nyinyi muna mazingira yanayowafeva katika kheri, na wale mazingira yao yanawashambulia na wanawapiga vita wasiwe katika kheri. Hapa nakumbuka maneno ya Al-Allama Ibn Baz rahimahullah akiwahusia walinganiaji, msiwafanyie tashdidi sana watu wa zama za leo. Ukataka kuwaswalisha watu, waswalishe sala ndefu kama ile Mtume anawaswalisha maswahaba. Hawa watu wa leo ni tofauti na wale. Akasema leo Muislamu akiswali sala 5, akafunga, akatoa zaka, akafanya mambo ya kheri, akaingia msikitini, basi huyo mkubali kwa kiasi hicho. Usitaki kumfanya awe kama Bakari ama kama Umari. Msiwapime watu kwa kipimo hicho, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, haya sasa ni maneno yangu, hata Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anawapima watu wa leo kwa kipimo tofauti, kwa geji tofauti na ile geji aliyotumia, kwa quality tofauti na ile nani. Na hii ni katika rehema za nani? Ni katika rehema za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Hatujatoka katika tafsiri, tuko katika neno la falaula kana min alquruni min qablikum ulu baqiyatin. Ingelikuwa kuna ulu baqiyatin, watu wenye mabaki ya kheri. Haya maneno ya mbele, au nikuulizeni kabla sijasema maneno ya mbele, mabaki ya kheri ni kitu kimoja au ni vitu vingi? Ni vitu vingi. Mabaki ya kheri katika sala, mabaki ya kheri katika sadaka, mabaki ya kheri katika saum, katika mambo mbalimbali. Lakini hapa alichokichagua kukitaja kuwa ni mfano wa mabaki ya kheri ni al-amru bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari, kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kana kwamba hili kuwepo kwake ndio alama ya kubakia kheri, kuondoka kwake ndio alama kwamba kile kipengele cha mwisho kabisa mpaka kwenye mkia kheri imeondoka. Kuzbalaka, kuna jambo ukitaka kutaja lile la, ukitaka kutaja yale ya juu kabisa utakuta lenyewe ni la juu kabisa, na ukitaka kutaja lile la mwisho kabisa ambalo likiondoka ndio hamna kilichobakia, unakuta jambo hilo hilo la juu tena linatajwa hilo hilo. Mfano wa jambo hilo katika ibada ni swala. Ukitaka kutaja mambo ya juu kabisa katika Uislamu unataja sala, na ukitaka kutaja mtu amefilisika kabisa Uislamu, ukataka kutolea mfano hata kitu fulani afanye, utasema hata kuswali aswali. Kwa hivyo al-amru bil ma'ruf ndio uhai wa dini. Yani ukiondoka al-amru bil ma'ruf ndio mabaki ya kheri yamefanya nini? Yameondoka. Hapa ni bishara kwa umma unaosimamia kazi ya da'wa. Nasema umma kwa sababu da'wa haisimamiwi na mtu mmoja. Ambao wanaongea ni wachache ambao ni mashekhe, sio? Lakini watakiwa watu wengine washiriki katika umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa namna nyingine ya kuwezesha. Kama shekhe anaenda kijijini au anaenda mkoa mwingine, wasiokuwa na elimu hawezi kumwezesha. Au kama anasomesha asubuhi mpaka jioni, hana muda wa kufanya kazi, hiyo pia ni al-amru bil ma'ruf, sio? Wenye pesa, wenye mahindi, wenye mchele, wenye nini hawezi kumwezesha. Kwa hivyo ni amri na ni wajibu wa umma mzima. Kila mwenye ghira, mwenye machungu akiona watu wanaharibika, na anafurahi akiona watu wanaongoka, atasaidia, atatia mkono wake katika. Kwa hivyo kubakia hisia za kuchukia mambo mabaya na hisia za kupenda mambo mema na kupenda dini iendelee, hiyo ni katika alama za nini? Za baqiya, ni katika alama za kheri. Kwa hivyo akasema ulu baqiyatin
wenye mabaki ya kheri, yanhauna anil fasadi, wakawa wanakataza ufisadi fil ardhi, katika ardhi. Tukiongea kwa lugha ya dini ufisadi, na tukiongea ufisadi kwa lugha ya dunia ni lugha mbili tofauti. Ufisadi katika lugha ya dunia ni mtu achukue nyundo aende kwenye nyumba za watu aanze kuvunja mageti. Au acha hiyo, awe ana kiwanda alafu kiwanda hicho kinakata miti, kinahitaji kuchochewa na moto, kinakata miti, kinamaliza miti, baada ya miaka kadhaa mapori yote yatakuwa yameisha. Kwa lugha ya ulimwengu huu ndio ufisadi, sio? Au anazalisha kemikali zinachafua hali ya hewa. Simaanishi kwamba watu wa dini hawaiti huu ni ufisadi. Wao wanahesabu haya ni hizi ni cheche tu za ufisadi. Ule ufisadi mkubwa wenyewe watu wa dini sio huu. Kwa watu wa dunia huu ndio ufisadi namba moja. Unazalisha kemikali zinaenda kwenye mabwawa, zinaenda kwenye vyanzo vya maji, ndio ufisadi, sio? Lakini pamoja na kwamba dini inakubali kwamba huu ni ufisadi, lakini yenyewe inapozungumza huwa inakusudia watu kuacha ibada na kufanya haramu. Kuacha ibada na kufanya haramu ni ufisadi, kwa sababu haya yanasababisha Mwenyezi Mungu alete mabalaa ambayo yanakuja kuharibu maisha. Magonjwa ya binadamu, magonjwa ya wanyama, magonjwa ya mimea, kukosekana kwa mvua, kuharibika kwa hali ya hewa, kukithiri kwa maradhi, utu kuondoka katika nafsi za binadamu. Wakawa wanakusanya mapesa mengi, badala kuwa hizo bajeti ziwasaidie maskini walioko katika nchi, wanaenda kuvamia nchi nyingine. Kwa sababu watu wanataka pesa, wanaweza kuwa hata watu wa nchi nzima ili wao tu wachukue mafuta au wachukue dhahabu, kitu kama hiki. Mpaka hata kuna methali Waarabu wanayo, naisema Kiswahili, yani binadamu nature yake, kama huku mbele kuna pesa alafu hapa kuna watu 1000 wamezuia, basi ataua watu 1000 wote ili apite akachukue pesa. Haya mabalaa yanatokana na watu kuacha kumwabudu Mwenyezi Mungu Jalla waala. Kwa hivyo Qur'ani ikisema msilete ufisadi katika ardhi, hasa kwa maana ya awali, hii ya lugha ya duniani ni maana ya pili. Maana ya awali, msije mkafanya madhambi, msije mkaacha kutekeleza ibada, kwa sababu hayo yataleta nini? Mabalaa. Kwa hivyo Allah aliposema wala ta'thaw fil ardi mufsidin, msisambaze ufisadi katika ardhi, yani msifanye madhambi, kwa sababu madhambi yataleta uharibifu katika ardhi. Dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nnas, mambo mabaya yameenea katika bara na bahari kwa sababu ya yale yaliyochuma na mikono ya binadamu. Yanhauna anil fasadi fil ardi, wanakataza ufisadi katika ardhi. Kisha mbele Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akasema maneno yanayoashiria kwamba sio watu wote walikuwa katika watu waliopita ndio wote. Allah ni mwadilifu, ananukuu ubaya wa watu katika karne zilizopita, na wazuri nao wanawataja, anawavua isije kuwa wameingia katika masimulizi mabaya. Na ukisema leo dunia imeharibika, usiseme lazima uvue, usigeneralize. Watu wamekuwa sio waaminifu, lakini sio wote jamani, waaminifu bado wapo. Na ile lugha inayosema usimwamini mtu yoyote kwenye pesa, hapana, uongo, hiyo sio lugha yetu ya Kiislamu. Usimwamini mtu yoyote kwenye kadha, hapana. Tabu tu ni kumjua huyo mwaminifu ni nani, lakini wapo. Usiseme mabinti wote sasa hivi huwezi kupata mwenye bikra, wapo. Usiseme wote shekhe, wewe usiangalie wewe ulivyoharibika na dada zako na shangazi zako ndio kawahukumu watu wote. Wako watu wengine wamebakia ni waaminifu, anaweza kuokota rundo la pesa akampa mwenye pesa zake. Mtamwambia ni mjinga, mtamwambia mtakavomwambia, lakini yeye hana hiyo. Na kuna watu wabaya, anawe akiambiwa na mganga wa yenyeji lete kichwa cha binadamu, yuko tayari amuue mtu. Mke akose mume, watoto wakose baba, mama akose mtoto, wananchi wakose jirani yao, wakose jamaa yao, wakose bosi wao, yeye kwa sababu wako watu wabaya. Na watu wazuri wapo
na wataendelea kuwepo ila kiyama saa, mpaka kiyama. Watu ukiona kiyama kimesimama ujue watu wazuri wameisha. Kama kiyama hakijasimama watu wazuri bado wapo. Ni wengi au wachache, wanaweza kuwa ni wachache lakini hawamaliziki. Ndio maana Allah akasema yani illa qalilan, isipokuwa wachache katika watu waliopita, mimman anjaina minhum, katika wale ambao tuliwaokoa. Kwa sababu gani? Liannahum kanu ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa hum ulu baqiya, kwa sababu walikuwa wanaamrisha mema na wanakataza mabaya, na wao ni katika hao ulu baqiyatin. Kwa hivyo ndugu zangu, tunatanabahisha kwamba ubora upo katika kuamrisha mema na kukataza mabaya, na hii ndio nukta ambayo umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamezidi nyumati zingine. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mmekuwa ni umma bora mnaokataza, ambao umetolewa kwa ajili ya kwa maslahi ya binadamu, mnaamrisha mema na mnakataza mabaya. Watu wazuri bado wapo. Nilikuwa wakati nazungumza na huyu mwalimu ambaye nimemtolea mfano kwenye mazungumzo kwamba wanapita katika ugumu wa kuendesha madrasa, akanambia, akanitajia kiwanja ambacho kiko nyuma ya, mimi ndio nilimtajia nani, nyuma yao kuna mtu alijenga nyumba katika eneo kubwa, lakini akajenga pembeni mwa kiwanja, alafu akazungushia fence na akaweka geti zuri. Ile nyumba ilivyojengwa ina vyumba kama 4 hivi vikubwa sana, na kila chumba na choo chake. Ukiondoa choo linabakia sehemu inaibakia inakuwa ni darasa kubwa. Kwa hivyo wamenunua lile eneo, na hilo jengo lililopo sio jengo la kuvunja, ni jengo linatosha kuwa ni madarasa. Yani unaondoa tu vyoo alafu unafanyaje, hata kama ukibakisha vyoo yani. Sasa nikawa namwambia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni waajabu sana katika mipango yake. Huyu mtu wakati anajenga yale mavyumba makubwa, yeye alikuwa na fikira ya kujenga mavyumba makubwa, kumbe Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alishapanga yale ni madarasa ya mahadi. Nikamwambia huu ni muujiza, kwa sababu imeshikana kabisa na lile jengo lao. Na yeye akanitajia muujiza mwingine, akanambia kuna mtu alikuja ambaye hatumjui, wakati alipotangaza mwenye hili eneo kuliuza, na kuna watu wenye pesa nyingi wameenda na hawajawauzia kwa sababu moja au nyingine, sio kwamba hakuwauzia ili Waislamu wapate, imetokea tu. Sisi tukawa tumeenda tukambembeleza atuuzie kwa shilingi milioni 80, akakubali. Alafu akakubali hatuna hela kashi, tutampa kidogo kidogo. Haukupita muda mrefu akatokea mtu mmoja akasema, alipokuja kuzungumza na sisi hatumjui wala yeye hatujui, akasema nimepata watu ambao nilikuwa nafanana nao ambao nawataka mimi. Akasema natanguliza milioni 40, na hakutaka mtu yeyote ajue. Kwa hivyo akabakia yule anadai milioni 40. Nakumbuka hata kuna harambee ilifanyika ya kukamilisha hiyo milioni 40 iliyobakia. Akanambia yule mtu alirudi tena akaja akamalizia ile hela iliyobakia. Allahumma rzuquhu aljanna, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amruzuku pepo. Hizi nafsi zinapenda pesa. Ukiona mtu anatoa pesa yake, huyo mtu anatafuta pepo, na moyo wake na nia yake katika kutafuta pepo ni kubwa sana. Kwa hivyo hii tunaongezea katika pointi gani? Tunaongezea katika pointi zote mbili. Ulu baqiyatin bado wapo, lakini katika hii kazi, manake madrasa ni sehemu ya kuamrisha mema na kukataza mabaya, na ni sehemu ya kuzalisha hao wanaoamrisha mema na kukataza mabaya. Kheri katika umma huu bado ipo. Kwa hivyo ameenda mtu amesupport. Kwa hivyo katika hili jambo la al-amru bil ma'ruf bado wako watu ambao wanaguswa na mbona walimu wa dini ni wachache, mbona sehemu za kusomeshea dini hazina mazingira mazuri. Kuna watu ambao bado wapo na wanaguswa. Na hapa tumetoa mfano huu kadhalika tuoneshe kwamba katika kuamrisha mema na kukataza mabaya na kusomesha dini, kuna mtu mwingine anasomesha yeye mwenyewe na kuna mtu mwingine anasomesha kupitia kuwezesha kwake.
kupitia kuwezesha kwake. Kwa hivyo alfursatu liljami. Akasema wataba alladhina dhalamu, na wakafuata wale waliodhulumu. Ametumia neno wakafuata, yani walifuata hatua kwa hatua. Kufuata ni pale ambapo unatoa mguu na mwingine analeta mguu, unapotolewa mguu na unakuja mguu mwingine. Maana yake huu ni mfano wa kwamba neema na starehe na mali kama vile zinaenda na watu wanazifukuzia. Ukiwaangalia wote wako katika msururu mmoja, hiyo ndio inaitwa ittiba. Wataba alladhina dhalamu. Kwa hivyo watu wakifuata sana starehe za dunia. Kipimo gani cha kutofautisha kufuata ambako kunafaa na kufuata ambako hakufai? Kufuata ambako hakufai ni unaifuata dunia hata kama inaingia kwenye haramu na wewe unaingia nayo huko huko. Na ukiambiwa na ukiipata hutoi katika khairi aslan. Wewe unaangalia starehe zako tu. Dini ya Allah inaharibika, unahangaika na starehe zako tu. Madrasa zinakufa kwa sababu walimu wamekuwa mabodaboda, wamekosa mtu atawako hapa hata posho ndogo, na wenyewe hata watakagi kikubwa. Wewe uko tu na starehe zako, unafanya mambo makubwa katika starehe, na dini ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla inaharibika na wewe hujali. Kuna mtu hata akiingia msikitini akakuta kuna balbu ya msikiti imezima, sio tatizo, na pesa anazo, na akajua ni balbu au koki imeharibika, ataondoka zake na 50 zake, lakini nyumbani kwake umeme hauwezi kuzimika hata dakika moja, ameshanunua luku. Wataba alladhina dhalamu ma utrifu fihi, wakafuata wale waliodhulumu yale ambayo walistareheshwa. Wakanu mujrimina, Allah anasema wakawa ni watu waovu. Mujrim ni mtu mwovu. Kwa hivyo waliacha kuamrisha mema na kukataza mabaya. Watu wakiacha kuamrisha mema na kukataza mabaya wataitwa mujrimin, kwa sababu waliacha kuamrisha mema na kusimamia mambo ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Wakanu mujrimin. Kitu gani kilifuatia? Waliangamizwa kama ambavyo aya zimefanya nini, zimeashiria. Kwa sababu Allah anasema wama kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmin wa ahluha muslihun. Hapa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anajustify kwamba ikiwa watu wataacha kuamrisha mema na kukataza mabaya, akiwadhulumu hajafanya kosa, hajatoa adhabu kubwa ambayo ni kubwa kuliko kosa lililofanyika. Watu wakiacha kuamrisha mema wameshakuwa ni watu waovu, namba moja, wakanu mujrimin. Na Allah akiwaadhibu watu ambao hawasimamii dini akawaangamiza, hatawaambiwa ameleta adhabu kubwa kuliko kipimo, itakuwa ni sawa sawa tu. Ndio maana Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema wama kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmin wa ahluha muslihun. Hakuwa Mola wako ni mwenye kuangamiza miji kwa dhulma, yani hakuwa dhulumu watu hawa, walifanya jambo ambalo limepelekea waadhibiwe, waangamizwe. Wama kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmin wa ahluha muslihuna. Angalia Qur'ani ambavyo ina tabia kubadilisha maneno ili yajitafsiri. Wa ahluha muslihuna, na watu wake ni wenye kutengeneza. Sasa hili neno kutengeneza ni msamiati mpana. Kutengeneza hapa anamaanisha nini? Manake ukitaka, manake hili neno lenyewe liko general, watu wenye kutengeneza yaliyoharibika. Pamoja na kwamba hili neno ni pana, anasaidia watu wengine wanampata na madhara na maradhi, akawasaidia, anatengeneza. Watu hawana mahala pa kulala, akawajengea mahala pa kulala, anatengeneza. Watu wamekumbwa na mafuriko, mtu hawana daraja, akawatengenezea daraja, anatengeneza. Maana ya kutengeneza ni pana, lakini ambayo inaingia moja kwa moja bila ya mjadala hapa, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anazungumza aliwaangamiza watu kwa sababu waliacha kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kwa hivyo alafu baadaye akajustify akasema mimi siwezi kuangamiza watu kama wanatengeneza. Maana yake watengenezaji hapa ni kina nani? Wanaoamrisha mema na kukataza mabaya. Na narudia tena kusema kwa lugha hii hawahusiki kwamba wale wanaosomesha dini peke yake moja kwa moja. Wale wanaosomesha dini moja kwa moja, wanaotoa sauti zao, na wale waliowezesha, wote ni muslihun, wote ni watengenezaji. Sababu ingelikuwa hakuna msikiti
ama hakuna mic, hakuna msikiti unaokusanya watu, unaweza kufanya dawa kama hivi pale barabarani. Kwa wanaojenga madarasa, wanaojenga majengo, mwingine akaleta matofali, mwingine akaleta mabati, sio? Labda pale shuleni hakupitiki, hakuna daraja, akatengeneza, mwingine akatengeneza daraja, mwingine akatoa usafiri, mwingine akawawezesha walimu, wengine wakajitolea nafsi zao wenyewe wakaenda kusomesha. Hawa wote ni nani? Muslihuna. Ikiwa watu wanasimamia dini ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, hawezi kuangamiza watu wake. Lakini kama kutatokea adhabu, basi ni adhabu za hapa na pale, lakini sio ile adhabu ya kuja kumaliza umma mzima kama ilivyotokea watu wa kina Adi na kina Thamudi na watu wa Shuaibu na watu wa Lutu na wengineo. Kwa hivyo wama kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmin wa ahluha muslihun. Kwa hivyo watu wakiwa wanaamrisha mema na wanasimamia dini, wanatengeneza. Allah amewaita ni watengenezaji, na hili neno watengenezaji maana yake kuna uharibifu umefanyika, wao wanatengeneza. Kuna watu wanaita katika maadili mabaya, wao wanaita katika maadili yaliyo mema. Watu wengine wana miradi ya kuharibu maadili ya watu, wao wanatengeneza miradi ya kutengeneza. Sio lazima wawe wamefanikiwa katika kutengeneza, ili mradi tu wanahangaika wanatengeneza. Allah amewaita muslihuna, wako katika kutengeneza. Kwa hivyo wakati mwingine hawa watu wanaosimamia masala ya dini wanadharauliwa katika jamii, lakini wao ndio kinga. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anaikinga jamii na adhabu kwa sababu ya uwepo wa watu hao. Walau shaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina. Mola wako angelitaka angeliwajalia watu wote ni umma mmoja wa Kiislamu. Ulama wamesema maneno haya yamekuja baada ya maelezo ya kuwaangamiza wale watu waliopita kwa sababu waliacha dini. Sasa mtu anaweza akasema kwamba wale watu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla waliwashindwa kuwa remote na kuwa komandi wakaingia katika dini. Allah anasema hapana, wale walienda katika maovu sio kwa sababu mimi nilishindwa kuwa remote wawe wote ni Waislamu, ila kwa sababu mimi nimeweka kanuni kwamba Uislamu mtu analinganiwa, anaachiwa mwenyewe achague kheri au shari. Lakini Allah angetumia kanuni ya kukomandi, maanake Allah anayo kanuni ya khiari na anayo kanuni ya kukomandi, na hiyo iko ndani yetu. Kanuni ya kukomandi, huyo ameumbwa mfupi, hawezi kukataa akajirefusha, sio? Na mtu anasikia njaa hana hiari, mtu anasikia kiu hana hiari, anahisi matamanio hana hiari, anaugua hana hiari, anazeeka, anasinyaa, anaanza kupinda hana hiari. Ana kanuni ya kukomandi na ana kanuni ya khiari. Wewe unatia mdomoni kile unachotaka, unatembea kule unakotaka kwenda, unaangalia kile unachotaka kuangalia, unasikiliza kile ambacho, sisemi kusikiliza. Kusikia hauna khiari, lakini kusikiliza, kupeana attention, sio? Hiyo ni khiari yako. Na Allah hamwadhibu mja katika yale mambo ambayo hana khiari nayo, anamwadhibu katika mambo, katika makosa ambayo ana khiari nayo. Kwa hivyo Allah anasema wale watu waliopotea alitumia kanuni ya kuwapa khiari. Angelitumia kanuni ya kuwakomandi, wote wangelikuwa Waislamu. Kwa hivyo dunia inaharibika kwa sababu Allah ametaka iharibike kwa khiari za watu. Angetaka kulazimisha, angelazimisha. Kwa nini hakulazimisha? Kwa sababu kwenye mtihani, ukitoa mtihani, wewe mwalimu huwezi kupita ukamwambia mwanafunzi andika jawabu sahihi ni hili, unamwacha ajaze mwenyewe, alafu wewe utamsahihishia. Khuzbalak. Duniani ni darul ibtila, ni mahala pa kutahiniwa. Sasa kama Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anawakomandi watu kwenye wema, ni sawa sawa na kushika mkono
ulioshika mkono wa mwanafunzi ulioshika kalamu wakati wa mtihani ukaanza kuandika jawabu wewe. Mwenyezi Mungu afanye hivyo, amewaleta wanadamu. Na ndio maana tunasema wale watu wenye akida ya jabria, ya jabr, kwamba wanadamu wanalazimishwa wakiwa ni waovu wamelazimishwa, hiyo fatwa ni ya uongo, kwa sababu Allah amesema angelitaka kuwakomandi watu angeliwakomandi katika hidayah. Maana yake hajawakomandi, yes, hajawakomandi katika mambo ya mtu kuchagua awe ni mwema au ni mbaya, hajakomandiwa, anafanya mwenyewe. Na Allah akimkomandi katika ubaya, katika baadhi ya hali, inakuwa ni yule mtu amefanya sababu zote za kutaka jambo hilo, ndio Allah anampa. Umeelewa shehe? Walau shaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin, Mola wako angelitaka angeliwajalia watu ni umma mmoja wa khairi, lakini wala yazaluna mukhtalifina, hawataacha kuwa ni wenye kukhtilafiana, kwa sababu Allah amewapa khiari, na khiari yao obvious itaenda huku na huku. Wakienda huku na huku watakhtilafiana. Yani mukhtalifina ni wenye kukhtilafiana katika nini? Katika dini. Wengine wanafuata ukafiri, wengine wanafuata dini. Illa man rahima rabbuka, ila wale ambao Mwenyezi Mungu amewarehemu hawatakhtilafiana, watakuwa katika nini? Katika ndia. Na wale wanaorehemewa ni kina nani? Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin, rehma ya Allah iko karibu na wenye kutenda wema. Kwa hivyo waliochagua kutenda wema na waliochagua imani wamechagua kurehemewa. Kwa hivyo Allah anawarehemu kwa sababu, tulisemaje katika darasa iliyopita tulipokuwa tunazungumza walamma jaa amruna najjayna Shuaiban walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna. Lilipokuja jambo letu, yani adhabu yetu, tulimwokoa Shuaibu pamoja na wale waliokuwa naye kwa rehma itokayo kwetu sisi. Kwenye hiki kipengele kwa rehma itokayo kwetu sisi, hata mzee mmoja nilikuwa nazungumza naye majuzi tu, ni jirani yangu, simuoni msikitini hata mara moja. Haji msikitini, yani humuoni kwenye jambo la dini hata mara moja. Mimi nimekaa pale muda mrefu, nikamwambia shekhe, wewe ukifa nataka uzungumze hivi uko hai. Na ili silikuwa sio mara ya kwanza namuuliza, nilikuwa namuuliza anajivalagiza anapita. Mara hii nikambana, ukifa unini, tukikataa kukuzika Kiislamu tutakuwa tumekuonea. Hebu wewe sema nisikie, wewe unataka ukifa uzikwe kwa dini gani? Akasema nikifa watu waliokuwekwa watajua wenyewe vyovyote watakavyofanya. Nikamwambia hapana, watajua wenyewe wao wakati huo. Wewe sasa hivi unapenda uzikwe. Akageuza mada akasema hakuna mtu ambaye, yani mazungumzo yake yalikuwa anamili kwamba watu watasalimika kwa rehma ya Mwenyezi Mungu. Hata nyie mnaofanya ibada mnategemea rehma za Allah, na sisi pia tunategemea rehma za Allah. Lakini anategemea rehma za Allah bila ya kujisogeza, na Allah ameweka sharti kwamba rehma zake zinapatikana kwa kuabudu, kwa kufuata dini yake, kwa kumwamini, kwa kufuata mambo ya dini, kwa sababu amesema inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, rehma za Allah ziko karibu na wenye kutenda wema. Kwa hivyo ili swala la rehma za Mwenyezi Mungu lisiwe ni kichaka cha kujificha, mtu anafanya maovu ukimkataza anasema hata wewe bwana unategemea rehma za Allah. Sawa, mimi na wewe tunategemea rehma za Allah, lakini wewe hutafuti sababu za kurehemewa. Allah amesema atakayeenda kugusa pale mtamrehemu. Watu wanaenda kugusa, wewe huendi kugusa, alafu nasema wote tunategemea rehma za Allah, kwa hivyo manake sisi wote tutahukumiwa sawa sawa. Hapana. Allah atawaambia watu siku ya kiyama, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayamil khaliya, kuleni na kunyweni kwa starehe
pepo ya Allah si rehema zake, lakini atasema kwa sababu ya mambo mema mliofanya hapo katika past, katika wakati uliopita. Kwa hivyo rehema za Allah zinataka nini? Zinataka sababu. Kwa hivyo hapa aliposema illa man rahima rabbuka, ila wale waliorehemewa na Mwenyezi Mungu azza wa jal, ndio hawatakhtilafiana na kupingana na manabii wao na kupingana na Uislamu. Yani waliofanya illa man rahima rabbuka, ila wale waliorehemewa na Mola wako baada ya kuwa wao wamefuata sababu za kurehemewa. So, lakini lugha iliyotumika hapa ni lugha ya nini? Ni lugha ya shortcut. Kama ile anamuongoza amtakaye, anampoteza amtakaye. Lakini aliyepotezwa kwa lugha ndefu ni kwa sababu amepita katika anga za kupotezwa, na aliyeongozwa ni kwa sababu amepita katika anga za kuongozwa. Ila man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum, na kwa sababu hiyo kawaumba. Kwa sababu gani? Kukhtilafiana kuna kutokana na hiari waliopewa. Allah amewaumba wanadamu wawe na hiari, na anajua kwa hiyo hiari yao wengine wataenda kuliani, wengine wataenda kushotoni. Allah ametaka awaumbe watu wawe hivyo hivyo, wanaochagua kheri na wanaochagua shari. Umeelewa? Kwa sababu tumesema Allah angetaka angeliwaumba watu wote kama malaika. Kwa nini hajawaumba hivyo? Amewaumba wawe na khiari, na wakiwa na khiari obvious, walidhalika khalaqahum. Hii ni katika maana walidhalika khalaqahum. Watammat kalimatu rabbika, na tamko la Mola wako limekwisha kutimia katika qadari. Tamko la Mola wako limetimia wapi? Katika maandishi ya qadar. La amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in, wallahi nitaweka katika jahannam binadamu na majini, nitawajaza katika jahannam. Tamko lake limepita hivyo kwamba atawajaza katika moto wa jahannam ambao watachagua njia mbaya katika binadamu na majini. Kisha akasema wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak, na mara kwa mara. Wa kullan, hili neno wa kullan yani wa kulla waqtin naqussu alayka, kila mara tunasimulia juu yako min anba'i ar-rusuli, katika habari za manabii. Aya hii ni sura hii mnafahamu imejaa visa vya manabii tena kwa kirefu. Allah akasema mara kwa mara tunasimulia min anba'i rusuli ma, yale ambayo nuthabbitu bihi fuadaka, mambo ambayo yanauimarisha moyo wako katika khairi au katika shari? Katika khairi. Sababu habari hizo zinazungumza kufaulu kwa manabii na watu wao waliowafuata, na kufeli kwa wale ambao waliwakhalifu manabii. Kwa hivyo ndio ulama wakasema kusoma historia ya watu wema waliopita ni katika mambo yanayolainisha moyo na kuthibitisha katika imani. Wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli, na mara kwa mara tunakusimulia katika habari za mitume, ma, yale ambayo kwamba nuthabbitu bihi, tunathibitisha kwa hayo, fuadaka, moyo wako. Ama fuadaka ni nini tafsiri nyingine? Search fuad, kifua. Nini maana ya fuadi katika maana zilizokuja katika Qur'ani? Katika aya nyingine al-aql, waja'ala lakumus sam'a wal af'idata, akajalia kwenu nyinyi usikivu na uelewa. Moyo unaitwa fuadi kwa sababu ndani yake kuna uelewa. Kwa hivyo yale mambo ambayo tunathibitisha uelewa wako, au tunathibitisha yani kwa hayo tunathibitisha moyo wako, au tunathibitisha uelewa wako. Wajaaka fi hadhihi alhaq, na imekujia wewe Muhammad katika hizi aya za Qur'ani haki, imekujia haki. Wa mau'idhatun, na mawaidha. Wa dhikra, na ni ukumbusho. Lilmu'minina, kwa waumini. Tumesema katika vitu vinavyotengeneza moyo wa mtu ni kusoma habari za watu wema.
ziwe za mtume ama wafuasi wa mitume. Kulla naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka. Alafu akasema wajaaka alhaq fi hadhihi alhaq, na imekuijia wewe katika hizi aya alhaq wa mau'izatun, na mawaidha. Hii sura ilianza na maneno gani? Kitabun uhkimat ayatuhu, sio? Manake unaweza ukauliza hii hadhihi inarudi wapi? Watu watundu wa lugha wadodosi wanaweza kukamata neno jambo la kilugha ikawa ndio mada, na ubishi ukakomalia hapo hapo, yakaachwa mambo ya maana. Hii hadhihi inarudi wapi? Anaweza akasema fala budda an yakuna lidhamir marji'an, lazima dhamiri iwe ina marji, inarejea wapi? Kitabun uhkimat ayatuhu. Mbona uko mbali sana? Uoni kwamba aya hizi zinahitimisha kwa zina generalize yote aliyozungumza katika sura wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli, inarudi wapi? Wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli inarudi katika aya zote ambazo zimezungumza nini? Zimezungumza hivi visa. Kwa hivyo wajaaka fi hadhihi, yani fi hadhihi alayat allati ahkamaha Allah, ambazo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameziweka kwa hikma na kwa uzuri. Wajaaka fi hadhihi alhaq, imekuijia haki kwenye hizi aya. Kwa anatafuta haki ataipata katika Qur'ani, na hii ni dalili kwamba kabla ya Qur'ani hakuwa katika yani wanadamu hawawi katika haki wala hawana uongofu kabla ya muongozo wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Wajaaka fi hadhihi alhaq wa mau'izatun, na mawaidha, wa dhikra, na ukumbusho lilmu'minina, kwa waumini. Kwa ingelikuwa hii na ni ukumbusho labda kwa Waarabu au kwa Waafrika, wengine wasingelihusika, lakini hapa alikutajwa kabila, umetajwa wasifu ambao mtu yeyote anaweza kuvaa. Kwa hivyo ina maana gani sasa? Na Qur'ani kule tunaambiwa dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqina, pale tunaambiwa hudan linnas katika sura hiyo al-Baqara, ni muongozo kwa wanadamu. Wama arsalnaka illa kafatan linnas wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Mbona hapa inataja waumini? Kwa sababu hapa inataja kwa maana ya waliopokea. Sasa angalia, huu ni muongozo wenu nyinyi wote. Alafu sasa kama wewe haujautumia utakuwa ni muongozo kwako? Sio muongozo wako. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba hauja kuongoza. Kwa wale waliochukua ni muongozo kwao, sio muongozo kwao. Ni muongozo kwao kwa sababu wameongokea nao. Kwa hiyo lugha ni hiyo tu basi. Kwa hivyo hapa aliposema wa dhikra lilmu'minina, na ni ukumbusho kwa waumini, ni kama ile wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina. Kwa hivyo hapa ni walionufaika ni waumini. Wa dhikra lilmu'minin wa qul lilladhina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amilun, na waambie wale ambao hawaamini na hii hapa ni sababu ya kutokunufaika kwao. Wa qul lilladhina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amilun, waambie wale ambao hawaamini kwamba Qur'ani ni mwongozo, fanyeni i'malu ala makanatikum, fanyeni kwa position yenu, fanyeni kivyenu, ala makanatikum, kivyenu, fanyeni mnayoyafanya kivyenu, ala makanatikum, kivyenu, inna amiluna, na sisi ni kufanya kivyetu, kama lakum dinukum waliyadini, nyinyi mna dini yenu. Yani hapa muumini anafundishwa kuna wakati kama wewe, yani mu'min asitoke kwenye dini yake akawafuata watu wengine kwa sababu hawataki kuja huku, ili akaungane nao huko nje ya dini. Wasiofuata dini ndio waje kwenye dini. Kama hawataki, usio wafuate wao. Bana, ukifuata dini utagombana na ndugu zako. Acha tugombane, wakae kivyao na mimi nikae kivyangu, kwa sababu Qur'ani inasema
i'malu ala makanatikum, fanyeni kivyenu vyenu, inna amiluna, na sisi tunafanya kivyetu vyetu. Kwa hivyo Muislamu na awe na msimamo, asimame pale aliposimama, asije akavutwa na mawimbi ya watu wa dunia. Wa qul lil ladhina la yu'minuna a'malu, na uwaambie kabisa, sio unyamaze, uwaambie. Manake baadhi ya watu wanaona kuwasemesha watu kuhusu mambo ya dini ni ukorofi. Msemeshe, wala sio ukorofi, kwa sababu katika jumla ya ibada ambazo Waislamu wameamrishwa, na hiyo kuwasemesha watu wengine, kuwakumbusha na waje kwenye dini, hiyo pia ni katika ibada. Mnakumbuka Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla aliwalaumu wale waliokuwa wanasemaje? Lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida. Waacheni watu bwana, kwa nini mnawapa mawaidha watu ambao Allah akitaka atawaadhibu? Ama waacheni, yani yeye fatini yenu waacheni ya kwao. Hapana, yani kuna watu wana hiyo sera, fata yako bwana, usiwaseme watu. Kwa hivyo hii ina justify nini? Sisi tukifungua, tukiwasha maspika ili na watu wengine wasikie, mtu asije akasema bwana simuweke tu spika zenu ndani msikiane nyewe wenyewe. Sisi tumeambiwa tuwasikizisha na watu wengine. Kwa hivyo nikiweka spika kali zinaenda mbali ni sawa tu, kwa sababu nimeambiwa niwasikizishe na watu wengine. Alafu wasipofuata, hiyo lawama inakuja kuwa hakufuata baada ya kuwa amesikia. Kama hakusikia hawezi kulaumiwa. Lakini sijaambiwa ni mtenze nguvu. Ndio maana nimeambiwa i'malu ala makanatikum, muambie fanyeni kivyenu vyenu, inna amiluna, na sisi tunafanya. Kwa hivyo mpaka hata ile kumwambia wewe fata ya kwako pia nimwambie, wantadhiru inna muntadhirun, na muambie kwamba subirini bwana, na sisi tunasubiri. Si mnasema kwamba kufuata dini haina maana wala mna chochote, maisha ni haya haya, subirini. Kama maisha ni haya haya, subirini, na sisi tunasubiria. Na wallahi wa billahi wa tallahi, kila aliyeingia kaburini katika wale mkufuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amejuta na amekumbuka. Sio alioingia kaburini, aliofikwa na malakul mauti. Akimwona malakul mauti unafahamu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla wakati ule amemfungia, hawezi kuamini. Yani kama hakuamini wakati wa uhai wake, zile dakika za mwisho ikiondoshwa pazia, ndio mtihani ushavuja sasa. Mtihani ushafanya nini? Ushaonekana, uwezi tena kurudi ukaanza kujisomea. Kwa hiyo wanaonaga kabla hawajafa, na wanaamini dini ya Uislamu kabla hawajafa, kama Qur'ani inavyosema, wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Hakuna mtu yote katika ahlul kitabi, katika manaswara, isipokuwa atamwamini mtume na Uislamu kabla ya kufa kwake. Yani kila anayekufa huwa anaamini imani ya Kiislamu, lakini inakuwa ni it is too late, inakuwa amechelewa, muda umeisha. Kwa hivyo subirini, tutakuja tuone. Wataona kabla ya kufa kwao kwamba Uislamu na yale maneno waliokuwa wakiadharau, wakiyasikia kwenye spika au kwenye redio au kwenye TV au kwenye simu yake, maneno ya dini anayadharau, sema hamna kitu bwana. Wantadhiru inna muntadhiruna, subirini na sisi tunasubiri. Walillahi ghaibu samawati wal ardi, na ni haki ya Mwenyezi Mungu na ni mali yake na ni milki yake. Ghaibu, yale yaliyofichikana, ilmu ya ghaibu katika mbingu na ardhi. Wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu, na kwake yeye kunarejeshwa mambo yote. Allah ndiye ambaye anajua ghaibu. Kwa munasaba, yani aya hii tukitaka kuizungumza, kuiconnect na aya iliyopita, tulete maneno ya munasaba na yanaendana, tutasemaje? Tutasema katika hawa sio muamini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, usiwaambie ni watu wa motoni, kwa sababu anaweza akasilimu. Ila wewe ongea kwa lugha ya dhana kwamba kama utakufa hivi utakwenda motoni. Hiyo ongea kwa 100%.
lakini usimwambie wewe ni mtu wa motoni, kwa sababu anaweza akasilimu. Anaweza akafanya nini? Akasilimu na akafuata dini, hawezi kuwa mtu wa motoni tena. Na hiyo ni nini? Kwa nini atumwambiwe ni mtu wa motoni? Kwa sababu hiyo ni ghaibu, na ghaibu ni ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Walillahi ghaibu samawati wal ardi, na ni ya Mwenyezi Mungu ghaibu ya mbingu na ardhi. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu, na kwake yeye mambo yote yanarudishwa. Fa'budhu, muabudu yeye. Watawakkal alayhi, mtawakkali Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Hunaka shay'un khatara fi bali, kuna kitu kimekuja akilini katika masala ya qadari. Maanake hapa juu aya zimezungumzia mambo ya qadari pia. Mtu anaweza akasema katika qadari ya Allah mimi najulikana ni mwema au ni muovu, alafu kwenye haya maneno ni kweli katika qadari ya Allah inajulikana ni mtu mwema, ni mwema au muovu, sawa. Lakini kutokana na maneno hayo na hiyo itikadi akajustify kuishi kwake nje ya dini. Na ni ajabu, hajustify kwamba akaishi ndani ya dini, anajustify aishi nje ya dini. Tunamwambia hilo jambo unalotaka kulifinyanga na kulihukumu ni elimu ya ghaibu. Ghaibu ni ya Mwenyezi Mungu, walillahi ghaibu samawati wal ardi. Ghaibu ni ya Mwenyezi Mungu, wa ilahi yurja'ul amru kullu, na kwake Mwenyezi Mungu azza jalla kunarudishwa mambo ya ghaibu. Wewe kazi yako nini? Fa'buduhu, muabudu, wa tawakkal alayhi, na mtegemee. Muabudu na mtegemee. Na mtegemee kwenye nini? Mtegemee kwenye malipo, mtegemee kwenye kukuongoza. Hiyo ndio kazi yako. Wama rabbuka bighafilin amma ta'malun. Mwenyezi Mungu azza wa jalla hajaghafilika na yale ambayo nyinyi mnayafanya. Yani anawahesabu watu na anaamiliana nao kwa mujibu wa matendo yao. Hata hiyo ghaibu ambayo ni ya mwema au muovu yani ni kama tujalie hivi, ni kama matendo yako yalitokea kabla. Kama ni mazuri ukaandikwa ni katika wazuri, kama ni mabaya ukaandikwa katika wabaya, sio? Kwa sababu hiyo future na past kwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla na present zote ni sawa. Kwa hivyo Allah amejua hiyo future kama anavyojua yaliyotokea. Yani yanayotokea anayajua kama ambavyo anajua yale ambayo hayajatokea. Na Mwenyezi Mungu azza wa jalla amewahukumu wanadamu kwa mujibu wa matendo yao. Ndio maana akasema wama rabbuka bighafilin amma ta'malun, wala Mola wako hajaghafilika na yale ambayo mnayafanya. Mtu mwema yani ajue kwamba japokuwa hii aya inamili kusema kwamba Allah hajaghafilika na mabaya mnayoyafanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wabaya wanafanya mabaya wanayoyafanya, wanasemaga wakiachwa kwa kipindi kifupi wanasema mbona hamna kitu bwana. Ndio Allah anasema wallahu bighafilin amma ta'malun. Mara nyingi maneno haya wanasemeshwa watu wa upande huu, lakini maneno haya yako flexible. Mwenyezi Mungu azza wa jalla kadhalika yuko aware na amali mnazozitenda, mema yenu, kama ambavyo tunaweza tukatafsiri kwa tafsiri ya comparison, ya kukompea, sio? Kama ambavyo hajaghafilika na mabaya yanayofanywa na watu wabaya, kadhalika hajaghafilika na mema yanayofanywa na watu wema. Ukiwa unaomba dua, ukaomba mara moja tu kasema ya Rabbi naomba kadha na kadha, sio? Unaweza ukasema hii kuomba mara moja tu Mwenyezi Mungu anajibu hii na amelishika hili na amelipa uzito. Compare kama ungelikuwa umeomba shetani ama umeomba mzimu ama umefanya jambo baya mara moja tu, angekuwa aware ama hayuko aware? Kwa hivyo ni kweli aya inazungumza wa Allahu bighafilin amma ta'maluna, Mwenyezi Mungu hajaghafilika na mabaya mnayoyafanya. Hivyo kwa hiyo ilmu yake
Kwa hiyo kwamba yuko hadhiri Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwenye kuona mabaya, kadhalika yuko hadhiri kwenye kuona mazuri. Wama Allahu bighafilin amma ta'malun. Kwa idhini na taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumefikia katika hitimisho la surat Hud, na mbele yetu kuna surat Yunus, kuna surat Yusuf. Kwa idhini na taufiki ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kadhalika itakuwa katika orodha ya tafsiri na darasa ambazo tunaziendesha katika msikiti huu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.